Umuhimu wa Putin kwa Trump, mkakati wa kuitenga China. Tutaweza kujuzana vyema kabisa kuhusiana na taarifa hii. Jina langu ni Tobias Kisima, lakini endelea kuifuatilia Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Rais wa Marekani Donald Trump anatafuta kuimarisha uhusiano na kufikia ukaribu zaidi na Urusi, jambo ambalo linaweza kubadilisha mkondo wa sera za nje za Marekani kwa miongo kadhaa. Trump ameungana na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu makubaliano ya amani ya kumaliza vita vya Ukraine. Alimshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubali masharti magumu yaliyowekwa na Urusi ambayo ilivamia nchi yake, na kuambia washirika Ulaya wasitegemee kuendelea kuungwa mkono na Marekani. Hatua hizi zote zinatuma ujumbe wa kumuunga mkono Putin, na hivyo kuzoa maswali kuhusu iwapo Marekani inaelekea kwenye mkakati mpya wa kidiplomasia, na iwapo kuna mpango wa mkakati mkubwa zaidi unaolenga kujaribu kuivuta Urusi mbali na China. Au je, tabia ya Trump inatokana tu na hisia binafsi na uhusiano wa karibu na Putin? Baadaye Trump aliweka shinikizo kwa rais wa Ukraine Zelensky kukubaliana na makubaliano ya amani, akitaka akabidhi ardhi kwa Urusi bila kutoa hakikisho la usalama kutoka upande wa Marekani. Na nukuu, "Tulikubali ushirikiano wa karibu sana, ikiwa ni pamoja na kufanya ziara kati ya nchi zetu mbili." Mwisho wa kunukuu. Trump alisema kuhusu mazungumzo yake ya simu na Putin. Trump pia alitangaza kwamba Ukraine haitapata wanachama wa NATO baada ya vita kumalizika, ahadi iliyotolewa na mtangulizi wake Joe Biden ambaye Urusi iliipinga vikali. Trump kisha alimuita rais wa Ukraine Zelensky hafai na dikteta, na akamwambia wakati wa mkutano wao wa White House kwamba Ukraine haipaswi kuanzisha vita, maono sawa na yale yaliyotolewa hapo awali na Putin. Trump amejizuia kutoa msaada wowote wa Marekani kwa vikosi vya Ulaya ikiwa vitaendelea na mpango wa kulinda amani nchini Ukraine baada ya kumalizika kwa mzozo huo, na kwa upande wake Urusi imekataa kabisa wazo la kuwepo kwa vikosi vya magharibi kwenye ardhi ya Ukraine. Marekani pia iliunga mkono Urusi katika kura katika Umoja wa Mataifa kuadhimisha mwaka wa 3 tangu kuzuka kwa vita nchini Ukraine, na jiepusha na kuilani Urusi kwa uvamizi wake katika ardhi ya Ukraine. Kuunga mkono Urusi na washirika Ulaya zinaonyesha mabadiliko makubwa katika sera ya mambo ya nje ya Marekani katika kipindi cha miaka 80 iliyopita, ingawa bado haijafahamika iwapo juhudi hizi zinaashiria mkakati mpya wa sera ya kigeni ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikiambia chombo cha habari cha kihafidhina Breitbart mnamo Februari 25 kwamba Trump na utawala wake wanataka kudhoofisha uhusiano wa Urusi na China. Alisema, na nukuu, "Ninaamini kwamba Urusi itabaki katika nafasi ya mshirika wa pili kwa China na kulazimishwa kutekeleza chochote China inachosema, kwa sababu kuitegemea sio matokeo mazuri kwa Urusi wala kwa Marekani wala kwa Ulaya na hata kwa ulimwengu wote." Mwisho wa kunukuu. Alibainisha kuwa hali hii itakuwa hatari kwa Marekani kwa sababu ni inahusu mataifa mawili ya nyuklia yanayoshirikiana dhidi ya Marekani. Rubio aliongeza kuwa Marekani inakusudia kukabiliana na mtandao wa biashara ya kimataifa wa China unaojulikana kama Belt and Road Initiative. China ilijibu vikali matamshi hayo ya Rubio, huku msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Lian Jing akisema, na nukuu, "Jaribio la Marekani la kuzusha mafarakano kati ya China na Russia linaelekea kushindwa. China na Russia zina mkakati ya maendeleo ya muda mrefu na sera thabiti za kigeni." Mwisho wa kunukuu. Mkakati huo wa Rubio unaolenga kuitenga Urusi na China ili kuihujumu unaweza kuonekana kama kioo cha mafanikio ya awali ya kidiplomasia
wakati wa enzi za rais wa Marekani Richard Nixon alipofanikisha kuitenga China na muungano wa Usoviet. Kwa uzoefu wa Nixon, Marekani ilianzisha uhusiano wa karibu na China ambao ulisababisha kutengwa kwa Urusi. Katika kesi ya Trump, ukaribu wake na Urusi unaweza kusababisha kutengwa kwa China, na waangalizi wameelezea mkakati huu kama kinyume cha mpango Nixon au kinyume cha mpango wa Kissinger. Nixon alikuwa amekamilisha mkataba na China mwaka wa 1972 kwa maelekezo ya mshauri wake wa usalama wa kitaifa wa wakati huo, Henry Kissinger, kumaliza miongo kadhaa ya muungano kati ya China na muungano wa Soviet, wakati huo mataifa ya kikomunisti, katika uadui wao wa pamoja dhidi ya Marekani. Baraza la washauri la Marekani mahusiano ya kigeni lilisema kuhusu mpango wa Rubio, na nukuu, watunga sera mashuhuri zaidi wa China katika ikulu ya White House wanaonekana kuamini kuwa wanaweza kufanya kazi na Urusi kuitenga China na ulimwengu na kuzuia ushawishi wake unaokuwa duniani. Mwisho wa kunukuu. Klaus Weil, profesa katika taasisi ya uchumi ya London, alieleza kwamba Marekani haitaki Urusi iwe koloni la kuipatia China malighafi, kwani hiyo ina maana kwamba Urusi inauza rasilimali zake kwa China kwa bei ya chini, jambo ambalo linaipa China faida zaidi ya Marekani. Kwingineko, Papa Francis yaonesha maendeleo mazuri, asifu huruma ya wahudumu wa matibabu. Papa Francis ambaye amekuwa akiugua homa ya mapafu kwa zaidi ya wiki 3, aliwasifu wahudumu wa afya wanaomhudumia kwa uangalizi wao wa huruma. Kwa Jumapili ya 4 mfululizo, Papa wa Argentina hakuwepo kutoa baraka zake za kila wiki, lakini Vatican ilishiriki maandishi yaliyotayarishwa na Papa. Na nukuu, nikiwa hapa ninafikiria watu wengi ambao wako karibu na wagonjwa, Papa alisema, akimaanisha wafanyakazi wa matibabu, akiwaelezea kama watu wenye kuleta mwanga kidogo katika usiku wa maumivu. Mwisho wa kunukuu. Vatican ilisema Jumamosi kwamba Papa ameonyesha mwitikio mzuri katika siku za hivi karibuni katika matibabu yake yanayoendelea katika hospitali ya Gemelli ya Roma. Francis aliandika kwamba anahisi kutunzwa kwa busara na huruma, hasa kutoka kwa madaktari na wafanyakazi wa afya ambao, na nukuu, ninawashukuru kutoka moyoni mwangu. Nafikiria watu wengi walio karibu na wagonjwa kwa njia mbalimbali ambao ni ishara ya kuwapo kwa Bwana. Mwisho wa kunukuu. Aliongeza kuwa tunahitaji huu muujiza wa wema ambao wale walio katika dhiki wanauhitaji na ambao huleta mwanga mdogo katika usiku wa maumivu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii. Jina langu ni Tobias Kisima. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.